Bwana, Yanga Sports Club waenda kufanya ubaya ubwera unyamani. Inaeleza kwamba klabu ya Yanga wamekwenda kubisha hodi kwenye mitaa ya Msimbazi Simba kwenda kumchukua moja kati ya mchezaji mahiri na mchezaji hatari ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba na kuweza kumvuta kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani pale Yanga Sports Club. Mchezaji ambaye klabu ya Yanga wamekwenda kumchukua pale kwenye timu ya Simba ni miongoni mwa wachezaji muhimu kweli. Naweza kusema ni miongoni mwa wachezaji ambao huwa wanaanza katika kikosi cha kwanza na ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanatumika sana ndani ya timu hiyo ya Simba Sports Club katika michezo yao mbalimbali kuanzia ligi ya ndani, lakini pia hili michuano ya kimataifa. Hapa nazungumzia michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa Yanga Sports Club waenda kutibua mambo ndani ya timu ya Simba kwa kumchukua mchezaji huyu ambaye jina lake niko nalo hapa, na wewe nitakuja kukusogezea moja kwa moja ili uweze kufahamu huyu ni mchezaji gani ambaye klabu ya Yanga wamekwenda kumtoa pale kwenye mitaa ya Msimbazi Simba, ingali wenyewe timu ya Simba walikuwa bado wana uhitaji wa kuendelea kumtumia ndani ya kikosi chao hiko kwenye michuano mbalimbali, hususani kwenye msimu huu hapa 2025 2026. Lakini kabla sijakusogezea jina la mchezaji huyu mwana michezo wangu, ngoja nikukumbushe jambo moja. Kama wewe ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo, cha kufanya sasa hivi swala ni moja tu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe. Baada ya hapo nenda katani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo pembeni, maana kwa kufanya hivyo wewe utakuwa ni mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautakaa tena kuwaza utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo, bali utapokea notification kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya ile ya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa jepesi kabisa. Mwana michezo wangu alikwenda kuiangazia tu hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama tayari umekushaweza kufanya hivyo ama kusubscribe channel yetu, basi twende kazi tukaangazie kuhusiana na taarifa hii ambayo nimeweza kukujuza hapo awali juu ya klabu ya Yanga kwenda kutibua mambo ama kwenda kufanya ubaya ubwera unyamani pale Simba Sports Club kwa kumchukua moja kati ya wachezaji muhimu kweli kutoka kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba. Kama nilivyokuambia hapo awali, jina la nyota huyu niko nalo hapa, na mimi nitakujuza wewe moja kwa moja ili uweze kumfahamu ni mchezaji gani huyu ambaye klabu ya Yanga wamekwenda kubisha hodi hapo na kuweza kumchukua mchezaji kutokea kwa watani wao wa jadi pale Simba Sports Club. Bwana, mchezaji huyu anakwenda kwa jina la Elie Mpanzu Kibisawara. Huyu ni miongoni mwa wachezaji hatari kabisa na muhimu ambao walikuwa wanadumu katika kikosi hiko cha klabu ya Simba toka msimu ulotoka kumalizika. Ujio wake tu ndani ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara ulikuwa ni tishio kwa magolikipa wote pamoja na mabeki wote, ambapo Elie Mpanzu kwa sifa alizokuwa nazo ni miongoni mwa wachezaji ambao wana mikimbio ya hatari, wana uwezo wa kuwatoka mabeki wawili watatu, lakini pia ufanisi wake na uwezo wake mkubwa wa kupiga mashuti kuelekea lango la wapinzani ndio kitu ambacho kimeweza kupelekea mchezaji huyu jina lake liweze kufahamika kwa urahisi kabisa alipotua ndani ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, na alikuwa na mchango mkubwa katika timu ya Simba tangu mchezaji huyu aweze kutua. Ametoa mchango wake mkubwa kwa kuisaidia timu ya Simba kupata ushindi kwenye michuano mbalimbali, kuanzia michuano ya ligi kuu ya NBC, lakini pia michuano ya kimataifa, michuano ya klabu bingwa na hata kwenye lile kombe la shirikisho ambapo kwa msimu uliotoka kumalizika klabu ya Simba walifika mpaka hatua ya fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa taarifa zinaeleza kwamba klabu ya Yanga wamebisha hodi pale na kwenda kumbeba mchezaji huyu Elie Mpanzu Kibisawara na kumshusha kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani
pale Yanga Sports Club, na kinachosubiriwa sasa hivi ni dirisha dogo la usajili liweze kufunguliwa rasmi ili mchezaji huyo aweze kwenda kutambulishwa rasmi kama ni mali ya wananchi. Kama tunavyofahamu, timu hizi mbili kutokea Kariakoo zimekuwa na utaratibu za kubebeana wachezaji. Kuna wachezaji mbalimbali waliocheza timu ya Yanga lakini pia wakaenda kucheza timu ya Simba, lakini kuna wachezaji mbalimbali waliocheza timu ya Simba lakini pia wakaenda kucheza timu ya Yanga. Mfano mzuri hapa tunamzungumzia mchezaji kama Mohamed Zimbwe Junior. Huyu ni miongoni mwa nyota ambao wamedumu kwa misimu mingi sana kwenye klabu ya Simba, lakini kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili klabu ya Yanga wakamshawishi vizuri na kwenda kumchukua. Mpaka sasa hivi mchezaji huyu Mohamed Zimbwe anaitumikia timu ya wananchi pale Yanga Sports Club. Lakini pia ukimzungumzia mchezaji kama Clatous Chota Chama, unamzungumzia mchezaji kama Nungu Mkude, wote hao wametokea kwenye klabu ya Simba, lakini timu ya Yanga waliweza kwenda kuwashawishi na kuja kuitumikia timu ya wananchi. Ukiachana na wachezaji hao waliotokea kwenye klabu ya Simba na kwenda kuitumikia timu ya wananchi, lakini pia kuna wachezaji ambao walikuwa wanaitumikia timu ya Yanga lakini pia wakaenda kuitumikia timu ya Simba. Hapo unamzungumzia mchezaji kama Bernard Morrison, ni miongoni mwa nyota ambao walitumikia timu ya Yanga kwa mafanikio makubwa, lakini pia akaenda kucheza kwenye timu ya Simba. Hivyo timu hizi mbili kubadilishana ama kubebeana wachezaji ni jambo la kawaida kwa sasa hivi. Maana kama niliweza kutolea mfano hapo, kuna nyota kaza wa kaza wametoka huku wameenda huku, wametoka huku wameenda huku. Sasa safari hii klabu ya Yanga wameenda kuivuruga kulikweli Simba, umetua kwa nyota Elie Mpanzu Kibisawara ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana ndani ya timu hiyo ya Simba Sports Club. Inaeleza kwamba klabu ya Yanga wamefika pale, wamebisha hodi na kumshawishi mchezaji huyo na kumbeba moja kwa moja, ingawa klabu ya Simba wenyewe walikuwa bado wanahitaji kuendelea kumtumia mchezaji huyo katika kikosi chao hiko cha Msimbazi ambacho kwa sasa hivi kinashiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ujio wa mchezaji Elie Mpanzu katika kikosi cha wananchi inaonyesha moja kwa moja ni uongezaji wa nguvu kazi katika safu nzima ya ushambuliaji kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga, hususani katika lile eneo la pembeni. Maana mchezaji Elie Mpanzu ni miongoni mwa nyota ambao wana uwezo mkubwa wa kucheza kwenye mapana ya uwanja. Kwa hiyo kuja kwake kunaweza kukatoa nafasi kwa klabu ya Yanga kupata matokeo zaidi kutokea upande wa pembeni. Maana ukiangalia kwa sasa hivi wachezaji ambao wanacheza nafasi za pembeni ama winga, ukimtoa Pacome Zouzoua na Max Nzengeli, mchezaji mwingine ambaye ameingia moja kwa moja kwenye kikosi cha Yanga unaweza kusema akiwepo anaweza kukupa matokeo, naweza kusema hamna. Ukimwangalia Celestine Ekua tangu aweze kusajiliwa mpaka sasa hivi bado hajaweza kudeliver kile kitu ambacho wananchi wengi walikitarajia kutoka kwake. Naweza kuamini ya kwamba ama naweza kusema ya kwamba huenda hii kawa ni miongoni mwa sababu nyingine ambayo imepelekea wananchi kwenda kumchukua Elie Mpanzu na kumshusha kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani pale Yanga Sports Club, ili nyota huyu aweze kwenda kuongeza nguvu katika eneo hilo la winga ama eneo hilo la mapana ya uwanja, ili kuweza kupata matokeo mazuri katika kikosi hiko cha wananchi. Bwana, mimi nilikuwa nakusogezea hayo machache kati ya mengi ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu, ili nawe uweze kufahamu juu ya yale yanayoendelea kwenye mitaa Twiga na Jangwani, hususani kuelekea kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Kama nilivyokujuza hapo, Elie Mpanzu na Yanga sasa hivi tayari mambo yapo vizuri kabisa. Kinachosubiriwa ni dirisha dogo la usajili ili liweze kufunguliwa na kutambulishwa kwa nyota huyu. Sasa kama unachochote kitu, maoni yako ama mtazamo wako, huu ndo muda sahihi mwana michezo wangu, njoo tuambie kupitia sehemu hiyo ya comment na sisi tutachat naye kupitia hapo. Bila kusahau hakikisha unakwenda kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote mwana michezo wangu cha kufanya sasa hivi ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video hii iliyoandikwa subscribe, kwa maana ya kwamba ukifanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kuzipata taarifa zetu zote mpya za kimichezo ambazo sisi ninakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV.